Bwana asifiwe, tunakusalimu kwa jina la Yesu. Karibu kwenye ibada yetu ya live jioni hii. Na tunamshukuru Mungu kwamba ametuweka tena hapa ili tuwe na session na wewe ya kuomba na kujifunza maneno ya Mungu. Niko na watumishi wa Mungu hapa. Unaweza ukaendelea kutufuatilia na utatuambia unatupataje. Kuna watumishi wa Mungu hapa, tunaye Mr. Paul, lakini pia tunaye Mr. Ezra, mwenyekiti wetu wa idara ya vijana na katibu wetu wa idara ya vijana. Natamani tujifunze maneno ya Mungu kwa ufupi, na baada ya hapo tutakuombea. Tutajifunza kwa ufupi sana, alafu baada ya hapo tutaomba kwa ajili yako. Na somo ambalo tutakufundisha jioni ya leo, tutajifunza kwa habari ya kumjua Roho Mtakatifu. Kumjua Roho Mtakatifu. Sasa kwa kwanza lazima ujue zipo imani nyingi ambazo zinakubaliana na Roho Mtakatifu kama Mungu. Uendelee kutuvumilia, tunaendelea kuweka vitu vyetu sawa. Lakini pia kuna wengine hawakubaliani na Roho Mtakatifu. Lakini habari njema ni kwamba Roho Mtakatifu yupo na ni halisi, na maandiko yanalithibitisha jambo hilo. Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu ambayo imekuwepo tangia kipindi cha uumbaji. Kwa tunapozungumza Roho Mtakatifu tunazungumzia ni nguvu. Kwanza lazima ujue ni nguvu ya Mungu. Lakini Roho Mtakatifu ni miongoni mwa zile nafsi hai tatu za Mungu. Mungu ni roho na amegawanyika kwenye nafsi hai tatu. Nafsi ya kwanza, Mungu amegawanyika kama baba, yuko kwenye eneo la ubaba. Lakini nafsi ya pili ya Mungu ni ya mwana, na nafsi ya tatu ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Nataka nikupe shule kidogo hapo ili usichanganye mambo. Kuna wenzetu wa dini kadhaa wanaamini kwamba Wakristo tunaabudu miungu watatu. Hiyo hapana. Tunapozungumza kwa habari ya nafsi, ni namna ambavyo Mungu alivyooperate katika utendaji. Mungu ni mmoja, lakini anaoperate kwenye nafsi tatu. Mungu alipokuwa mbinguni, yeye alijulikana kama Baba. Kwa mujibu wa kitabu cha Yohana 1:1, yasema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. So nafsi ya kwanza inaonyesha ubaba au uungu wa Mungu ni pale ambapo Mungu alipokuwa mbinguni, na anapokuwa mbinguni anaoperate kama baba. Na baba juu ya nini? Baba juu ya vitu vyote. Tunapozungumzia baba, maana yake ni mwanzishaji wa vitu fulani. Baba ni mwanzilishi wa familia. Baba ni mwanzilishi wa taifa. Kama jinsi ambavyo leo tunaweza tukasema baba wa taifa. Sasa kwa nini Mungu akiwa mbinguni tunamtambua kama Mungu Baba? Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 1 yasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Tafsiri yake, Mungu alianzisha kila unachokiona. Alianzisha misitu, alianzisha maji, alianzisha wanyama, mpaka wewe unayenifuatilia sahihi. Mungu ni baba yako, alikuumba. Wewe haukutakiwa kuwepo kabisa. Kwa hapa tunamaanisha nafsi ya kwanza ya uungu ni ile ya ubaba. Lakini pia nafsi ya pili ya uwana ni pale ambapo Mungu alipoitazama ulimwengu. Kisoma kitabu cha Zaburi, anasema wote akaona wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa ikamlazimu ashuke kama mwanadamu. Sasa hapo ilibidi azaliwe kupitia Bikira Maria. Na wakati anazaliwa, kwa nini alizaliwa kama mtu? Alizaliwa kama mtu kwa sababu moja, alitaka aje wakomboe watu wenye mwili. Yeye alikuwa ni Mungu, lakini ikabidi afanyike mwili ili awapate wenye mwili. Nisikilize vizuri utanielewa. Ukitaka watoto wakuelewe, lazima uvae tabia za utoto. Kwa Mungu
akaja katika mwili. Ukisoma kile kitabu cha Yohana 1:14 asema naye huyo neno alifanyika mwili, nasi tukauona utukufu wa mwana wa pendo lake. Kwa there is no ways ambayo Mungu angeitumia kuexpress upendo wa Mungu kwa watu pasipo yeye kuja kwa mfumo wa mwili ili awapate walioko katika mwili. Kwa nikupe mfano mwingine. Ukitaka kuvua samaki, lazima utafute minyoo ambao ni chakula cha samaki. Sasa minyoo wanapatikana kwenye matope. Ili upate wale minyoo, lazima uchezee matope ili uwapate wale minyoo ambao watakusaidia kumkamata samaki. Kwa Mungu aligundua kuna watu walioko kwenye mwili. Hawa watu walioko kwenye mwili wanahitaji kupatikana. Na ili wapatikane lazima yeye aje kwa namna ya mwili. Na habari njema ni kwamba Yesu alipokaa kwenye mwili kwa miaka 33, 30 akiwepo anaandaliwa, na ile miaka 3.5 Yesu anafanya kazi ambayo mpaka leo hakuna historia inaweza ikaidharau, hakuna msomi anaweza akaikataa, hakuna mwana saikolojia au mwana theolojia anaweza akaikataa. Na hiyo ni kazi ambayo aliifanya kwa miaka 3. Akawaokoa watu wenye dhambi, akawapatanisha na Mungu, na yeye akawa ni njia ina daraja baina ya mtu na Mungu. Na alivyokuwa anaondoka sasa, akasema sitawaacha ninyi yatima. Tafsiri yake aligundua yeye alikuwa ni Mungu katika mwili. Kwa hiyo ilibidi atengeneze mfumo wa kukaa na watu wote ulimwenguni. Kwa sababu kumbuke injili ilikuja kwa Wayahudi na Wayahudi wakaikataa. Kwa hiyo injili ikayafikia mataifa. Kwa mataifa kama yalifikiwa, Mungu mpango wake ulikuwa ni wa taifa moja la Israeli. Sasa ikabidi tufikiwa na Wasukuma, ikabidi wafikiwe na Waha, ikabidi mfikiwe na wewe Mnyakyusa, na wewe Muhangaza, na wewe Mbena. Kwa population ikaongezeka. Mungu akatengeneza mpango wa kuwafikia hawa watu pasipokuwa na changamoto yoyote. Akasema atatuletea msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Na huyu msaidizi hakuja wakati Yesu yupo ulimwenguni. Alikuja wakati Yesu ameshaondoka kwenda mbinguni. Maana yake ndio Yesu anasema nikishaenda kwa Baba. Ilikuwa ni lugha inahitaji elimu ya ndani sana. Anasema maana yake nikishaondoka kwenye mwili huu, au come again in another form. Nitakuja tena lakini kwa mfumo mwingine. Kwa mfumo mwingine. Hiyo isikuchanganye mtu wa Mungu. Sisi tunamwabudu Mungu mmoja. Na Mungu wetu ni Mungu wa mbinguni. Jehova Jireh, Jehova Nisi, anayeoperate katika nafsi 3. Wewe nikupe mfano wa 3 na wa mwisho afu niendelee Roho Mtakatifu ni nini. Mimi ni mchungaji Joshua Julius Luchemba. Nikiwa nyumbani mimi ninaitwa baba. Nikiwa kanisani ninaitwa mchungaji. Lakini pia nikiwa shuleni mimi ninafundisha, ninaitwa mwalimu. Je, tuna kina Joshua 3? Jibu ni hapana. Tuna Joshua mmoja anayeoperate katika sehemu 3 au anayeoperate katika nafsi 3. Joshua akiwa nyumbani ni baba. Joshua akija kanisani ni mchungaji. Joshua akienda shuleni ni mwalimu. And that is tunaiongelea sasa hii nafsi ya 3 ambayo tuliambiwa ni ya muhimu tuwe nayo. Anasema akishaondoka hata tuacha sisi yatima. Na huyu Roho Mtakatifu alikuwepo tangu uumbaji wa dunia. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na Roho wa Bwana alikuwa ametulia juu ya vilindi vya maji. Kwa utakubaliana na mimi, Roho wa Bwana alikuwepo kwenye uumbaji. Kwa nini alikuwepo kwenye uumbaji? Mungu ni roho. Kwa kama Mungu ni roho, maana yake anaoperate katika roho. Kwa tunapomzungumzia Roho Mtakatifu kama nafsi ya 3, hatumaanishi ni mdogo kuliko Mungu au ni mkubwa kuliko Mungu. Ni Mungu kabisa.
Tunapomzungumzia Yesu, hatumaanishi kwamba ni mwana wa Mungu, kwa hiyo ni mdogo kuliko Mungu. Yesu ni Mungu vile vile. Tunapomzungumzia Mungu, hatumaanishi ni baba, kwa hiyo ni mkubwa kuliko Yesu na Roho Mtakatifu. No. Ni Mungu na yeye. Sasa pastor, unanichanganya, inakuwaje? Inakuwa hivyo hivyo. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa ukishamjua Roho Mtakatifu na ukishajua application ya nafsi, haitakuchanganya. Sasa tumtazame Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu tunaweza tukasema ni Mungu katika roho. Ni Mungu katika roho, au ni nguvu iliyoachiliwa kwa waamini ili kuwasaidia kuwa mashahidi katika ulimwengu uliochafuka. Naomba unisikilize, mtu wa Mungu unanifuatilia. Maisha yako ya Ukristo hayako salama bila Roho Mtakatifu. Maisha yako ya maombi hayataenda sawa bila Roho Mtakatifu. Kwa nini? Holy Spirit is an energizer. Ndiye anayekuja kukupa nguvu ya kuyafanya mambo ya rohoni pasipokuwa na changamoto yoyote. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ule wa 8 nasema, Yesu anawaambia wanafunzi wake, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Halafu baada ya hapo, na nyinyi mtakuwa mashahidi kuanzia Yerusalemu, Samaria mpaka mwisho wa nchi. Inamaanisha kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliyekuwa ameandaliwa ili awatie nguvu wale wanafunzi wawe mashahidi. Hauwezi kuwa shahidi wa Kristo katikati ya walevi kama hauna Roho Mtakatifu. Hautaweza kuwa shahidi wa Yesu Kristo kwa watu na wafanya kazi nao kuambia Yesu Kristo ni Bwana kama hauna Roho Mtakatifu. Kwa unamhitaji Roho Mtakatifu ili uwe shahidi. Maandiko yanasema kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 2, ikawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Sasa utakubaliana na mimi, Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha ya mtu, dalili ya kwanza juu ya maisha ya mtu ni kunena kwa lugha nyingine, ni kunena kwa lugha mpya. Sometimes kuna watu wanaogopa kunena kwa lugha kwa sababu anaogopa atachekwa na watu. Nisikilize, mtu wa Mungu, kunena kwa lugha ni fahari ya Mkristo. Kunena kwa lugha ni siri ambayo watu wa ulimwengu huu hawaijui. Kunena kwa lugha ni fahari ya kila mwenda mbinguni. Unaponena kwa lugha, una turn into ufalme wa Mungu. Unaingia kwenye nguvu nyingine au kwenye ufalme mwingine. Mtu asiyenena kwa lugha, kuna kitu kinapelea. Kuna jambo linapungua. Kuna kitu kinapungua. Lakini mtu anayenena kwa lugha anaingia kwenye ulimwengu wa nguvu na anaanza kuyaamrisha mambo ya rohoni, ya mtii kwa namna ya rohoni. Wakati huo aliyeko mwilini haelewi. Ukimsikia mtu anakucheka kwa sababu unanena kwa lugha, usishangae. Mwambie kila mtu ashinde mechi zake. Aombe Kiswahili alafu wewe nena kwa lugha. Maandiko yanasema hivi, mtu anaponena kwa lugha hasemi na watu, anasema na Mungu. Unaponena kwa lugha hausemi na watu, unasema na Mungu. Hauzungumzi na mtu, unasema na Mungu wa mbinguni. Kwa nini wewe unataka watu wakusikie? Kwa nini unataka ndugu zako wakusikie? Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Sema na Mungu. Na maandiko yanasema tena kwenye Wakorintho wa pili sura ile ya 2 ule mstari wa 6. Anasema amewafunulia watu kwa namna ya roho mambo ambayo sikio halikuyasikia wala macho halikuyaona, bali yeye amewafunulia wale wampendao kwa roho. Kwa hiyo kumbe unaponena kwa lugha, ni lugha kama haieleweki na upaswi kuielewa. Na kwa kadri usivyoielewa ndivyo unaielewa. Unaponena kwa lugha, kuna mambo Mungu anaanza kuyafunua ndani ya moyo wako. Anaanza kuyafunua ndani ya roho yako. Mambo ambayo sikio halijawahi kuyasikia. Mambo ambayo macho haijawahi kuyaona. Mambo ambayo ufahamu wa watu haujawahi kuyafahamu. Kwa Roho Mtakatifu ni mzuri sana. Unahitaji kumpata. Kama hujajazwa Roho Mtakatifu, ninakuombea katika jina la Yesu, usiondoke hapa ukiwa unaifuatilia video hii pasipo kujazwa Roho Mtakatifu. Mpokee Roho Mtakatifu. Saa hii ninaongea na wewe ukiwa umekaa unanitazama, ukiwa kwenye daladala, ukiwa kwenye chumba chako. Roho Mtakatifu akufuate kwa nguvu na akukamate uanze kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Sasa faida za kunena kwa lugha nitakuonyesha faida
Tatu, faida ya kwanza ya kunena kwa lugha, Mungu atakufunulia mambo ambayo macho yako hayajayaona na wala masikio yako hayajasikia. Nataka nikusomea andiko hapa kidogo. Ukiwa unanena kwa lugha, Mungu atakufunulia mambo ambayo kuna mambo macho hayajayaona. Wakorintho wa kwanza. Asante. Tunaiweka tu hapa. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6, ya 2 mstari wa 6. Na ule mstari wa 6 mpaka wa 10. Wewe tukusomee na Biblia ya Kiswahili na Biblia ya Kiingereza hapa. Okay, vizuri. Anasema hivi, nitasoma Biblia ya Kiingereza alafu tutasoma Kiswahili, nitafutia huko kwenye simu. Anasema, we do use wisdom when we speak to people who are mature in their faith, but isn't the wisdom of this world or of its rulers who will soon disappear. Anasema tunaisema hekima ya Mungu si kwa namna ya akili ya kibinadamu, bali tunainena hekima ya Mungu kwa namna ya hekima ya itokayo juu, ambayo watu wa dunia hii hawawezi kuielewa. Kumbe Roho Mtakatifu anatufunulia mambo kwa namna ambayo hekima ya ulimwengu huu hawawezi kuelewa. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 2 na ule mstari wa 6 tutatusomea hapo. Anasema haiwezi kuelewa. Kuna hekima. Ndio maana nakwambia Roho Mtakatifu haeleweki kwa watu kwa namna ya mwili. Roho Mtakatifu anaeleweka kwa watu kwa namna ya roho. Ukiingia rohoni, utaomba katika roho, utazungumza katika roho, utakiri katika roho. Kuna mambo Mungu atakwambia katika roho, na baadhi ya mambo ni pamoja na Mungu atakufunulia mambo ambayo ulipaswa ubadilike katika roho, na atakuonya katika roho, na wala watu hawatakuwa hawasikii. Kwa mfano, Mungu anataka akufundishe kwa habari ya tabia yako ya uongo. Ukiwa unaomba Kiswahili, Roho Mtakatifu akakuonya kwa Kiswahili, atakuwa pia amewapa umbea watu. Mungu wetu ni msiri. Mungu wetu ni msiri, anakupenda mno. Ndio maana nataka ayaweke mambo yako kwa namna ya siri. Asa walakini kwa hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaotawala dunia hii wanaobatilika, bali tuanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii. Unaponena kwa lugha, unanena kwa lugha ambayo wenye kuitawala dunia hii hawawezi kuelewa. Halafu anasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. 11, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, lakini Mungu ametufunulia, but God has revealed them unto us by his Spirit. Kuna mambo hayatafunuliwa ndani yako mpaka umeanza kunena kwa lugha, na umeanza kunena kwa lugha muda mrefu. Nisikilize dada, kaka, baba, mama, mjomba, shangazi, unahitajika kunena kwa lugha. Nena kwa lugha. Jenga moyo wako, jenga imani yako. Unaponena kwa lugha, unaitengeneza misuri ya roho yako, unatengeneza misuri ya imani yako. Yale ambayo yaliwaangusha wengine hayatakuangusha wewe. Yale ambayo yaliwakwamisha wengine hayatakukwamisha wewe. Kwa nini? Kwa sababu umeingia kwenye ulimwengu wa roho, na Mungu ataanza kukufunulia mambo ambayo macho hayajayaona. Nisikilize, kuna mambo ambayo macho hayajayaona, kuna mambo ambayo masikio hayajasikia. Mtu akikwambia unayo kesho njema, kesho yako, unaweza usimwamini, lakini mtu wa rohoni ana discern, anatambua, kwa sababu ni kitu ambacho kinatambulikana kwa namna ya rohoni. Mungu akusaidie unene kwa lugha katika jina la Yesu. Jambo la pili, au faida ya pili ya kunena kwa lugha, Mungu huwa anaanza kuijenga roho yako. Mtu anayenena kwa lugha huwa anaijenga nafsi yake. Huwa anaijenga nafsi yake. Unaponena kwa lugha, unaijenga nafsi yako. Mtu wa Mungu, hakikisha unanena kwa lugha, kwa sababu ni kwa faida yako.
Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari ule wa 4. Mungu akubariki unatufuatilia. Anasema, yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Anasema yeye anayenena kwa lugha hujijenga nafsi yake. Unaponena kwa lugha unaijenga nafsi yako. Mungu anapoijenga nafsi yako, kuna some secret he revealed for yourself only. Kuna siri anazifunua kwa ajili yako peke yako. Kuna mambo Roho Mtakatifu lazima akufunulie peke yako. Kuna mambo lazima Roho Mtakatifu ayajenge ndani ya roho yako unaponena kwa lugha. Usiende ibadani ukaondoka ukafurahia umeondoka bila kunena kwa lugha. Upentekoste haukuwa hivi. Upentekoste ni kwa habari ya nguvu. Lazima unene kwa lugha ili uijenge nafsi yako. Mungu akupe hiyo neema. Na faida ya 3 ya kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu anakufundisha mambo ya sirini. Kuna wakati fulani unaweza kaa umekaa, ukasikia Roho Mtakatifu anakuambia amka uombe. Pale anakufundisha mbele yako kuna vita, au mbele yako kuna jambo linapaswa kuzaliwa. Ukumbuke Mungu hafanyi jambo jipya pasipo kuwaita watu kwenye maombi. Kwa hiyo unaposikia mara zote Mungu anakuita kwenye maombi, ujue anakuita kulizaa jambo fulani. Kwa lazima ujifunze kunena kwa lugha. Umuombe Mungu akujaze Roho Mtakatifu. Na akikujaza Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu zikajaa ndani yako, atakusaidia na mambo yatabadilika. Huduma yako haitakuwa ya kawaida. Maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Uchumi wako hautakuwa wa kawaida. Wafanya biashara, nena kwa lugha. Wafanya kazi, kwenye kazi zenu, nena kwa lugha. Wanandoa, ukiwa ndani na mke wako, mshike mkono, nena kwa lugha. Take time and pray. Sisi hapa pia tutapata muda wa kuongoza maombi na tutaomba ujazo wa Roho Mtakatifu juu yako pamoja na rafiki zangu hapa. Halafu baadaye tutakuacha na utaendelea na mambo yako. Hebu tuende mbele za Mungu tuombe kwa ajili ya wasikilizaji wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu unayetufundisha. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, unatufundisha mara zote Bwana tuyaishi mapenzi yako. Asante kwa ajili ya watu ambao wametufuatilia tena jioni ya leo. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunauliza neema yako juu ya watazamaji wetu, kila anayetufuatilia mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunaomba neema ya kujaa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rapo shakanda rabu saya, riko shakanda rabu saika, repo shakanda rabu, rapo sakata ya mando, reko shakata ya ma, repo saika ni, reko shakanda raba. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. 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 Mahali unapotufuatilia, jaa Roho Mtakatifu. Rapo shakarabasia, reko sokotorobo. Pokea Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nguvu za Bwana zikushukie. Uwezo wa Mungu kutembelee. Uwezo wa Mungu kupate. Uwezo wa Mungu kutembelee kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rapakatarabo saiko, reko shaka abasia, reko robo saka, repo shaka tera, ina makati ya mande, resota ya mando, raposi ya mando. Uliye mgonjwa Yesu akuponye. Uliye na changamoto Yesu akutembelee. Uliye kata tamaa Yesu ainue moyo wako kwa jina la Yesu aliye hai. Karoma sotia, remo satia mande rebo saika, kade rebo shaka. Nguvu za Bwana zikutembelee. Uwezo wa Mungu kujaze. Haleluya, haleluya, haleluya. Repo popo saika rabo, karaba shanda rabo saika. Baba, tunakubariki. Pokea sifa. Asante kwa upendo wako. Asante kwa neema yako. Tembelee watoto wako. Tembelee watu wako. Tembelee watoto wako. Waguse, gusa maisha yao. Kama yuko magonjwa anatufuatilia, nguvu zako Bwana zimponye.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ponywa sahihi, 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 kwa jina la Yesu. Anaona udhaifu, Baba, tunaomba neema yako, tunakushukuru Bwana kwa kuwa unaweza. Pokea sifa na utukufu, tunakushukuru kwa kuwa unaweza na unatosha, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Karibu na uendelee kutufuatilia. Tunapatikana kanisa la EAGT Masumbwe, Gilgal Christian Center. Ibada zetu ni Jumatano, Ijumaa na Jumapili kuanzia saa 2 mpaka saa 6:30 mchana. Lakini pia karibu na Mungu akubariki sana. Amen. Mungu awabariki.